Kuna majina tupewayo kupitia imani zetu. Mfano, imani Katoliki, wakati wa ubatizo tunachagua au tunachaguliwa jina la mtakatifu atakaye kuwa msimamizi na mwombezi wetu katika safari yetu ya imani, na tunalikwa kujifunza na kuiga fadhila zake. Abeli maana yake mtumishi wa Mungu. Hiyo ni lugha ya Kiyahudi au Kiyunani au Kiarabu. Adamu maana yake wa udongo. Hiyo ni Kiaramea. Agricola maana yake mkulima, natoka Kigiriki. Alexander maana yake mtetezi, natoka kwa lugha ya Kigiriki. Anchira au Ansira maana yake mtumishi au mjakazi, ni Kilatini. Andrea au Andreas maana yake shujaa, ni Kigiriki. Angelo au Angela maana yake malaika, ni Kilatini au Kiitaliano. Anita maana yake neema, ni Kiebrania. Beatus au Beata maana yake mwenye heri, ni Kilatini tu. Benedicto au Benedicta maana yake aliyebarikiwa, ni Kilatini. Karisto au Karisti maana yake mzuri kuliko wote, Kigiriki cho. Caritas maana yake upendo, Kilatini. Clemens maana yake mwenye huruma, ni Kilatini. Chrysostom maana yake mdomo wa dhahabu, ni Kigiriki. Hayo ndio baadhi ya majina ya ubatizo ya utakatifu tunayochagua au tunayochaguliwa na kubatizwa na maana yake. 3, kuna majina tupachikwayo na watu au jamii tuishimo kutokana na tabia zetu, mienendo yetu. Mfano, Kingunge, na pengine wanakuita Kaini, pengine atasema hata kuita waziwazi, mtaita kimya kimya Kaini, maana yake muuaji huyo. Au Herode, muuaji huyo. Ingawa utalisikia hilo jina, lakini jamii iliyokuzunguka huyo Herode amefika, na wewe utachukua muda kuja kujua kwamba unaitwa Herode. Ndio shida ya majina tunayopachikwa na jamii. Baba mwema, kama wewe ni baba mwema, hiyo utalisikia mara nyingi. Au mama mwema. Ruksa, utaitwa nabii. Mtanashati au basi mkao wako, mandevu au kipara, kutokana na mkao wako. Mara nyingi haya ni majina ya utani yenye pande mbili, yanaweza yakawa na wasifu mzuri au wasifu mbaya wa kubeza.
4, kuna majina ambayo baadhi yetu hujipachika au jiita wenyewe. Ninatajita mimi mtoto wa mkulima, mtoto wa seremala, mimi tinga si mimi jembe, majina hayo.